Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, asante Bwana kwa wema wako, asante kwa siku hii ya leo. Ninakusihi Mungu wetu, siku hii ya leo ya Sabato tumepata maneno yako, na sasa tunahitaji kuingia katika neno lako. Ninaomba umbariki mtazamaji na msikilizaji katika somo hili ambalo limekuwa na maswali sana katika ulimwengu huu juu ya upendo wako Kristo. Upendo wako ni wa kina mno kuliko jinsi tunavyoweza kujadili. Sasa tufunulie mambo yote, na mimi Mungu wangu nisije nikasema maneno yangu, lakini niseme kila neno linalotoka katika kinywa chako. Kama kuna sehemu nitapotoka Baba, ninaomba unisaidie, unisahihishe, kwa sababu watu wengi watasikiliza somo hili. Ninaomba nguvu na uwezo wako katika jina la Yesu, amena. Basi somo linasema watoto wachanga watahukumiwaje? Hebu tuchunguze Biblia na maandiko ya mjumbe wa Mungu Mama White kuhusu watoto wadogo ambao hawajajua mema na mabaya. Biblia inaonyesha wazi kuwa Mungu ni Mungu wa upendo, na upendo wake ni wa kina mno. Ni wa kina mno. Hatuwezi tukatafakari, tukakomprehend upendo wake jinsi ulivyo. Mungu ana upendo kuliko jinsi ambavyo tunavyofikiria au tunavyoweza kuwa tunadhani. Mungu ni mwenye haki kuliko tunavyoweza kudhani. Mungu hawezi kuwaadhibu watoto wadogo kwa maovu ya baba zao bila wao binafsi kuchagua, kwa sababu hawana uwezo wa kuchagua. Nitaanza na fungu ambalo limesomwa wakati fulani, na mimi nitalisoma Ezekieli 18 fungu la 20. Hili fungu limekuwa kinara. Wanaambiwa wana wa Israeli baada ya kuwa wako kwenye dimbwi la uovu kali. Walikuwa kwenye uovu mkali wa hali ya juu sana. Kwenye Ezekieli 18 hapo. Ezekieli 16 tu ndio Mungu ametoka kuwaonya Israeli, na alikuwa anatumia neno Yerusalemu, na alikuwa analitumia Israeli kama kanisa. Akisema Israeli au Yerusalemu au Sayuni, alikuwa anamaanisha ya kanisa, lakini lilikuwa limeasi, limekuwa kahaba. Anasema Ezekieli 18 fungu la 20, mwana hatabeba uovu wa baba, wala baba hatabeba uovu wa mwana. Haki ya mwenye haki itakuwa juu yake, na uovu wa mwovu utakuwa juu yake. Hilo fungu linaonyesha jinsi ambavyo kutenda dhambi ndiko kunakoadhibiwa. Kwa kweli kuna somo ambalo nafikiri mtaliangalia kwenye YouTube, wale mnaoangalia, ambalo na lenyewe lina mtafaruku kweli, lakini nimeliweka direct kwamba Mungu anawajibika. Sikiliza vizuri, yaani nalisema kwa ujasiri hili. Mungu anawajibika kwa wanadamu kuzaliwa katika dunia ya dhambi. Mungu anawajibika. Sio kwamba Mungu eti wengine wanagawanyika kwamba jamani, unasema hivyo sio shetani kweli? Shetani anawajibika kwa kuwadanganya wanadamu na kuwaingiza katika dhambi. Lakini Mungu, wewe na mimi, kuzaliwa katika ulimwengu huu wa dhambi, wajibu wa Mungu upo. Na ndiyo maana upendo wake ni mkubwa sana. Hilo somo ukiweza, ukipata nafasi, kaliangalia kwenye YouTube, limedadavua kule, anawajibika kwa namna gani, na Biblia imetuambia. Kwa hiyo Kumbukumbu ya Torati 24 fungu la 16 anasema wazazi hawatauawa kwa sababu ya watoto wao, wala watoto hawatauawa kwa sababu ya wazazi wao. Kila mtu atauawa kwa ajili ya dhambi yake mwenyewe. Kwa ajili ya dhambi yake mwenyewe. Kumbukumbu ya Torati 24 fungu la 16. Ukiona kwamba nimeenda haraka sana, nyosha mkono ili nilitaje fungu hilo vizuri, ili uweze kulielewa vizuri. Lakini vile vile wana wa Israeli, hata mimi hili nilikuwa silijui.
wana wa Israeli wakati wanakwenda nchi ya ahadi, watoto wadogo ambao hawajafikia ufahamu, hawajajua mema na mabaya. Kumbukumbu ya Torati 1:39. Kumbukumbu ya Torati 1:39 inasema kwamba na watoto wenu wachanga ambao mlisema watakuwa mateka, na wana wenu ambao kwa sasa hawajui mema wala mabaya, hao wataingia huko, na nitawapa hao, nao wataimiliki hiyo nchi. Inadhihirisha kwamba Mungu hawezi kuhesabia watoto wadogo kosa la dhambi, maana hawajui mema wala mabaya. Yesu naye alipokuwa akipokea watoto wadogo, Marko 10:14, anasema kwamba waacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie, kwa maana watoto kama hawa ufalme wa Mungu ni wao. Maana yake ni nini? Maana yake ni tabia za watoto wasiojua mema na mabaya. Moja, watoto wasiojua mema na mabaya wana tabia ya utegemezi. Wanamtegemea mama yao kwa kila jambo, kama jinsi ambavyo sisi tunavyoweza kumtegemea Mungu. Mbili, wakitendewa baya husahau mara moja, wanasahau mara moja. Tatu, ajenda yao kubwa ni furaha na amani. Ajenda yao kubwa ni furaha na amani. Sasa Mungu anajipambanua katika mafungu haya kuonyesha upendo wake ulivyo wa kina. Kwa kweli, na Mungu anasema ni mtu wa haki, na ndiyo maana ulimwengu umejaa maswali hayo na shetani kutuwekea ndani Mungu hapa. Yaani tukisema kwamba watoto hao wataangamizwa kwa maovu ya baba zao, ni kama tunasema moja kwa moja kwamba Mungu si wa haki. Ni moja kwa moja kwamba Mungu hana haki. Haki ya Mungu haipo, kwa sababu watoto wale ni kama karatasi nyeupe, hawajajua pale mema na mabaya, hawajajua. Kwa nini waadhibiwe kwa uovu wa wazazi wao? Sasa nukuu kutoka katika Ellen G. White, mama huyu mjumbe wa Mungu, anasema hivi. Hapa nitaandika uangalie, utaenda kaangalie kwenye kitabu cha Kiingereza. Mimi nimetafasiri kwa Kiswahili, nisije nikataja ukurasa halafu ukashindwa kuona kwamba hii imetolewa katika ukurasa gani. Watoto wadogo wako salama mikononi mwa Mungu. Watoto wadogo wako salama mikononi mwa Mungu. Watoto wadogo ambao waliaga dunia kabla ya kuweza kutambua mema na mabaya watakuwa miongoni mwa waliokombolewa. Neema ya Kristo inawashughulikia. Selected message, gombo la pili, ukurasa 259. Naomba hiyo uiandike hiyo. Mama White anasema namna hiyo. Lakini vile vile wazazi wasio waaminifu hawawezi kuwaambukiza watoto wao dhambi. Ametumia neno kuwaambukiza. Watoto wachanga hawatawajibishwa kwa dhambi za wazazi wao. Wanapumzika kaburini na Kristo atawaita katika ufufuo wa haki. Adventist Home, ukurasa 542. 542. Hilo neno ni hilo lisema kwamba wazazi wao wasio waaminifu hawawezi kuambukiza watoto wao. Ni heading mimi nimeiweka. Hayo maneno ni ya kwangu. Aliweka neno hapo ambalo nilishindwa kulitafasiri, isije ikachukuliwa kuambukiza kwamba wazazi wana nafasi kubwa ya kuambukiza. Kama matendo yao sio mazuri, wana nafasi kubwa ya kuambukiza watoto wao. Ambukizaji ya hapa yani ni ya kuinherit, yani kutoa dhambi za mzazi kumpelekea mtoto bila ridhaa yake. Ndiyo maana yangu hapa, imebidi nifafanue. Kwa hiyo si wazazi waovu huacha mfano mbaya, lakini Mungu si mdhalimu. Ndicho ambacho wengi ambao wamekuwa wakijadili sana maneno haya, kwamba wazazi waovu kwa kweli huacha mfano mbaya, lakini Mungu si dhalimu.
Sasa wazee na manabii ukurasa 306. Ingawa matokeo ya dhambi ya wazazi mara nyingi huonekana kwa watoto, Mungu haamui hukumu kwa misingi ya kosa la wengine, bali kwa kuchagua kwa mtu binafsi. Ukurasa 306. Wazee na manabii. Hivi ni vitabu vya Ellen White. Sasa nakuja wakati wa ufufuo. Wakati wa ufufuo kutatokea nini? Haya, wakati wa ufufuo watoto watafufuliwa na kukabidhiwa kwa wazazi wao. Watoto wadogo wataletwa na malaika mikononi mwa mama zao. Marafiki waliotengana kwa muda mrefu kwa sababu ya kifo wataunganishwa tena ili wasitengwe tena kamwe. Ellen White, ukurasa 288. Watoto wadogo waliopumzika kabrini watatolewa ili kuunganishwa na wazazi wao waaminifu. Selected Messages, ukurasa gombo la pili, ukurasa 260. Imebidi nichukue hayo ya watoto wazazi wao ambao ni waaminifu hao. Lakini je, ambao wazazi wao sio waaminifu je? Ambao sio waaminifu je? Haya, Ellen G. White, Selected Message, gombo la pili, ukurasa 260. Hapo hapo. Yaani hapo chini ukimaliza hiyo hiyo ya waaminifu unakuja ya watoto wachanga ambao wazazi wao sio waaminifu. Watoto wachanga wadogo wanapofufuliwa toka makaburini mara moja wanaelekea mikononi mwa mama zao. Lakini wengi wa watoto wadogo hawana mama huko. Hatusikii nyimbo za ushindi. Jamani, hii kitu nimetafasiri, unaweza ukakuta Kiswahili changu nimetafasiri kivingine. Hawasikii nyimbo za ushindi na kutoka kwa mama zao. Ile neno mama zao nimeliweka mimi. Malaika hupokea watoto wachanga wasio na mama. Naomba nikiri wazi, hata mimi mara nyingine nifikiri wasio na mama, nilikuwa naliongezea. Nilikuwa nafikiria wasio na mama, yani mama zao ambao ni waovu. Lakini mama White, mama huyu mjumbe wa Mungu, amesema tu wasio na mama. Sasa utaongezea huko wasio na mama, kwa nini hawana mama kule? Wasio na mama na kuwapeleka kwenye mti wa uzima. Kwa hiyo malaika hupokea watoto wachanga wasio na mama na kuwapeleka kwenye mti wa uzima. Je, waliokufa nao je? Hiyo nimeshataja ukurasa 260. Nilipomaliza hilo nikaingia mbali zaidi mimi, kwa sababu nilikuwa nalichunguza hili neno, nikasema kwamba ngoja niende mbali zaidi. Kwa sababu sitaki kuingiza maneno yangu, naomba Mungu mwenyewe aweze kuongea. Na hapa ninajadili upendo wa Mungu na haki ya Mungu, jinsi Mungu alivyo na upendo. Upendo wake ana njia maelfu, ana njia maelfu ambazo za kuweza kuitimiza ile haki. Je, waliokufa bila kusikia habari za Yesu Kristo wataokolewaje? Wakati Biblia inasema wokovu ni kupitia kwa Yesu pekee. Ndiyo, wokovu ni kwa Yesu pekee. Yohana 14 fungu la 6, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Matendo 4 fungu la 12 anasema kwamba wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu waliopewa wanadamu lipasalo sisi kuokolewa kwalo. Hata wale ambao hawajasikia jina la Yesu Kristo, kama wataokolewa ni kwa sababu ya kazi ya Yesu pale msalabani. Yaani hata wale wasiomjua Yesu, genetic makeup, kuna ibada ndani yao. Kazi ya Yesu iko wounded ndani yao. Elementi ya wao kuweza kufanya toba kwa namna yao wenyewe, ambao Mungu anajua na siri zake, ana uwezo wa kuweza kutambua toba zao kwa jinsi ya uaminifu wao katika sehemu zao za ibada na za kumwamini Mungu. Mungu anawahesabu kwa mwanga waliopokea. Warumi 2 fungu la 14 mpaka 16. Warumi 2 fungu la 14
mpaka 16. Hii Warumi 2 fungu la 14 mpaka 16, ninaomba hii niisome. Ninaomba hii niisome, Warumi 2 fungu la 14 mpaka 16. Ya Warumi 2 fungu la 14 mpaka 16 inasema hivi. Inasema hivi: kwa maana watu wa mataifa wasio na sheria wafanyapo kwa tabia zao yaliyo ndani ya Torati, hao wasio na sheria wamekuwa sheria kwa nafsi zao wenyewe. Fungu la 15: hao waionyesha kazi ya Torati iliyoandikwa mioyoni mwao, dhamiri zao zikiwashuhudia, na mawazo yao yenyewe kwa yenyewe yakiwashtaki au kuwatetea. Fungu la 16: katika siku ile Mungu atakapozihukumu siri za wanadamu sawasawa na injili yangu kwa Kristo Yesu. Mwisho wa kunukuu. Sitaongezea kitu chochote hapo. Matendo 17 fungu la 30 anasema kwamba basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni, bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu. Hii inaonyesha kwamba Mungu hachukulii sawa mtu asiyesikia injili na yule asiyewahi kuipata. Tunaenda sehemu nyingine. Kila mtu atahukumiwa kwa fursa alizopewa. Luka, huu ni mfano kwenye Luka hapa. Huu ni mfano, kielelezo hiki ambacho Yesu alikuwa anakitoa. Luka 10 hii ni Luka 12. Luka 12 mstari wa 47. Luka 12 mstari wa 47. Anasema kwamba Luka 12 mstari wa 47. Anasema hivi: na mtumwa yule, kumbuka ni kile kielelezo, ukikisoma tangu mwanzo huko. Ni kielelezo hiki ni kielelezo, ni mfano, parable aliyokuwa anaisema Yesu. Kwa hiyo usije ukaichukulia kwamba Yesu alikuwa anasema, lakini kielelezo hicho kitafasiri ukione. Anasema hivi: na mtumwa yule aliyejua mapenzi ya bwana wake, asijiweke tayari wala kuyatenda mapenzi yake, atapigwa sana. Ndio maana nimesema ni parable hii. Usijue unasema kwamba je, dhambi kuna kupigwa sana au kuna kupigwa kidogo. Ukisome tangu huko mwanzo fungu la 48, na yule asiyejua naye amefanya yastahilio mapigo, atapigwa kidogo. Na kila aliyepewa vingi, kwake huyo vitatakiwa vingi. Naye waliyemwekea amana vitu vingi, kwake huyo watataka na zaidi. Kwa hiyo hukumu italingana na maarifa ya nafasi ya kila mmoja, ibada ya kila mmoja ndani ya nafsi yake. Ellen G. White naye anasemaje juu ya watu kama hawa kuhusu mataifa wasiosikia neno la Mungu? Watu wengi ambao hawajawahi kusikia ukweli watakombolewa. Mungu atahukumu kila mtu kwa mwanga na nafasi waliopewa. Christ Object Lesson, ukurasa 403. Miongoni mwa mataifa yasiyo na maandiko ya Torati, Mungu ana watoto wake. Bila kujua wamekuwa wakimtumikia yeye. Wakati nuru ikiwajia, watakubali kwa furaha, kwa sababu Mungu anawajua walio wake. The Desire of Ages, ukurasa 638 mpaka 639. Wale ambao hawajawahi kusikia jina la Yesu lakini wamemtii kwa kadiri ya nuru waliopewa, watahesabiwa kuwa ni wake. The Desire of Ages, ukurasa 638. Hatua za hukumu ya Mungu kwa wasiowahi kusikia injili. Yesu pekee ndio msingi wa wokovu. Hakuna njia nyingine. Hiyo ya kwanza. Ya pili, nuru iliyotolewa. Kila mmoja anapokea nuru ya Mungu kupitia dhamiri na maumbile ambayo yanayomzunguka. Warumi
1 fungu la 20 na Warumi 2 fungu la 14 mpaka 15. Majibu kwa nuru hiyo. Kama mtu anaishi kwa uaminifu kulingana na nuru hiyo, anahesabiwa mwenye haki. Hakuna fungu lililotolewa hapo. Hukumu ya kwa usawa. Mungu atahukumu kwa fursa na ujuzi waliopata. Hilo tumeshasoma katika Luka 12 fungu la 47. Wokovu bado ni kwa damu ya Yesu. Pamoja na hao ambao wanasema mbona damu ya Yesu akiwemo, ujuzi wa Yesu ni mkubwa. Hata kama hawakumjua kwa jina, damu ya Kristo ndiyo inayoleta msamaha wao. Kwa hiyo ndani ya roho zao, ambayo Mungu ndio mmiliki wa roho hizo, anajua namna gani hukumu itakayofanyika. Ni mwenye uwezo, yeye ni mwenye nguvu, lakini haki itatendeka. Hakuna atakayeonewa hata mmoja. Bado wokovu ni kwa damu ya Kristo. Hebu Timotheo, utasoma Timotheo wa kwanza, waraka wa kwanza wa Timotheo 2, sura ya 2 fungu la 5 mpaka la 6. Mara nuru kamili ikiletwa, watu wa Mungu watapokea injili mara wakisikia. Kwa hiyo hitimisho katika swala hili la wokovu kwa watu wasiomjua Yesu. Wokovu ni kwa Yesu pekee, lakini hukumu ya Mungu itazingatia ujuzi wa Mungu na kiwango cha mwanga mtu alivyopokea. Wale waliosikia injili wataokolewa endapo waliishi kwa uaminifu kulingana na nuru ndogo waliopewa na dhamiri zao, lakini bado ni kwa damu ya Yesu Kristo. Wale waliopinga ukweli kwa kuujua watahukumiwa vikali sana. Watahukumiwa vikali sana. Hitimisho, mawazo yetu tuwe nayo kwamba hukumu itakayofanyika, iwe ni kwa watoto wadogo, iwe ni kwa mtu mzima, itafanyika kwa haki kabisa. Alafu mtu wa Mungu ambaye anayesoma Biblia, anayechukua Biblia, ujue kwamba Mungu ni pendo. Mungu ni wa upendo na Mungu ni wa haki. Hakuna manunguniko yoyote yatakayotokea. Na ndiyo maana hata katika Biblia Mungu akaleta hukumu ya upelelezi kwa wale wanaojijua, ili manunguniko yasiwepo hata kidogo. Kwa sababu sasa hivi ajenda ya ulimwengu hasa kuhusu watoto imekuwa ni ajenda kubwa sana. Yaani naulizwa na watu wengi sana. Inapofika hapo watu wanakata tamaa kabisa. Lakini nakwambia neno la Mungu limetuambia leo kwamba kwa kweli watoto, mtu atahukumiwa kufuatana na dhambi aliyoifanya, aliyoitenda. Hatuhukumiwi kwa dhambi ya asili. Dhambi ya asili inatupelekea katika kutenda dhambi. Mungu wetu atubariki na maneno haya yabariki katika jina la Yesu Kristo. Amena.